haikuwa mzima na afya. Ndo kitu ambacho cha msingi kuwepo nacho duniani, na mshukuru Mungu amenipa kibali hicho. Tuanze na mechi ya kesho ya ligi kuu NBC Premier League 2025-2026 ambapo Simba Sports Club watavana na JKT Tanzania kule Mbweni katika uwanja wa JKT. Mechi ya JKT na Simba ina umuhimu gani kwa wawili hawa wote wawili? Kikweli ni mechi ambayo ina umuhimu mkubwa sana kwa Simba, kwa sababu Simba kwanza ina kocha mpya. Simba imekuwa na wakati mgumu sana katika ligi kuu Tanzania bara kwa misimu mitano sasa hivi. Kitu ambacho naamini kinawaumiza sana Simba. Mara 5 mfululizo wamekosa ubingwa. Mara 4 mfululizo. Mara 6 kufungwa. Kukosekana kwa nafasi za juu kwa Simba kwa muda mrefu kuchukua ubingwa ni kitu ambacho kinawaumiza, najua uongozi wa Simba. Na najua kuna baadhi ya michezo wamecheza ya ligi, lakini kwa upande wa kocha Demir Pantev ni mchezo wake wa kwanza kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kumbuka alianza kwanza kusimama kwa makocha mkuu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya mkondo wa pili. Awali mkondo wa pili. Ambapo sio kocha mkuu, manager ni kocha huyo tunaweza kusema. Lakini ni mtu ambaye kaingia kipindi ambacho mashindano ya kimataifa ndo yanafanyika, umenielewa? Kwa hiyo ana kibarua cha kocha mwenyewe kwenda kuingia kwenye ligi. Tabia za ligi na mashindano mechi 2-3 ni tofauti na ligi yenyewe. Kocha Pantev hawajui JKT Tanzania. JKT Tanzania ina wachezaji ambao wanatamani nao kwenda kucheza timu kubwa kama Simba. Na kuna baadhi ya wachezaji ambao wametoka JKT Tanzania wameenda Simba. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambazo kama angekuwa ni mtaalamu wa geography angesema kuna gravity. Sawa? Kuna mvutano. Yaani kuna kitu hakitaki kwenda juu, kinataka kwenda chini hivyo. Lakini mwisho siku tunarudi pale pale ni kwamba mpira wa miguu unaendana na vitu vita quality na matamanio ya wachezaji. Unaweza kuwa na quality ya wachezaji lakini wachezaji wasio na matamanio. Lakini ukawa na wachezaji wa kawaida ila wakawa na matumaini na matamanio. Kwa upande wa Simba itahitaji game hiyo washinde. Na upande wa JKT Tanzania watataka timu hiyo kwa mchezaji mmoja mmoja wadhihirishe nao ubora wao. Kwa hiyo hapo kuna gravity. Simba katika michezo iliyopita walicheza Msingizini tuseme chini ya kocha Pantev. Walishinda goli 3. Msingizini Hotspurs. Kutoka pale Eswatini. Walishinda goli 3. Walirudi kwenye dimba la Mkapa hawakufungana. Kwa tafsiri nyepesi ilikuwa ni Simba walikuwa wanatunza energy ya wachezaji wao kuelekea kwenye ligi kuu, kwa sababu walikuwa hawana cha kupoteza. Goli 3 mpaka Msingizini warudisha hizo goli zote 3 na vitu kama hivyo, ingekuwa ni kitu kigumu sana. Lakini unaweza kaelewa kwamba mwalimu aitaka kwanza anze na atmosphere nzuri sana anapoingia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na ndo mchezo unaenda kucheza na JKT Tanzania. Wakati ratiba ya awali ilikuwa wacheze na TRA. Nakumbuka Simba mpaka kasafiri mpaka kwenda Tabora, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale mambo ya kuweza kufanikiwa itabidi warudishwe tena, ratiba zibadilike na Simba wanakutana na mpango wa kucheza na JKT Tanzania. JKT Tanzania utakuwa unakumbuka msimu uliopita ni moja kati ya timu ambazo ziliwasumbua sana Simba. Msimu uliopita kama unakumbuka ulikuwa pale katika dimba la KMC. Dakika za mwisho kabisa itakiwa itoke sare bila kufungana. Na ilikuwa ni sehemu ambapo Simba ingewaumiza zaidi. Lakini dakika ya mwisho kabisa wanafanya makosa kwenye eneo lao la kujilinda. Simba anapata penalty, wanafunga. Kwa hiyo ukiangalia kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika 90 Simba msimu uliopita walipata shida sana kwa JKT Tanzania. Haijabadilika sana ile timu. Zaidi utamuona ni Sulemani Yakubu na utamuona pia Wilson Nangu ambaye ametoka, na baadhi ya wachezaji ambao pia walikuwa wapate nafasi ndani ya JKT Tanzania. Lakini JKT Tanzania wameenda kuongeza ubora katika timu yao. Wamemuongeza Popita Kasunda kwenye timu kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa
Kwa hiyo kama walikuwa nakosa huduma ya mtu ambaye anaweza kawa ni hatari katika eneo la ushambuliaji, JKT Tanzania wamempata mchezaji ambaye katika eneo la ushambuliaji kwa siku za karibuni amekuwa ni moto wa kuotea mbali. Mpaka kufikia kuitwa mpaka timu ya taifa, Peter Kasunda ni kwamba tayari kashaonyesha kwamba ana kitu cha ziada ambacho huenda Peter Kasunda akawaambia Simba, kama hamna mchezaji wa daraja langu mimi, nahitajika mimi nipewe ile daraja. Ina maana anaweza kana kutumia energy ya kutosha ili angalau aifunge Simba. Kwa sababu uwezi ukawa mwamba au kahitajika na hizi timu kama huja outshine timu hizi, kwa maana Simba na Yanga. Kwa hiyo kwa upande wa JKT Tanzania, yes, ni timu ndogo, ni underdog kwa Simba. Kwa mtu wa kawaida anaweza akaipa moja kwa moja JKT Tanzania kufungwa. Lakini ukiangalia kwenye namna ya jinsi JKT Tanzania wanapocheza timu kubwa, utaanza kuwa mwenyewe kuwa shahidi. Msimu ujana utaanza kukumbuka kwamba Yanga pale pale Meja Jenerali Semuyo waling'ang'aniwa, walitoka sare ya bila kufungana. Inakupa tafsiri gani kwamba wachezaji wa JKT Tanzania bato na timu kubwa, kila mmoja anatoa energy ya 100%. Sasa wanaenda Simba. Simba ukiangalia kwenye rekodi za Simba, katika michezo 9 ambayo wamekutana Simba na JKT Tanzania, JKT Tanzania wameshinda, hawajawahi kushinda mchezo wote. No, wameshawahi kushinda mchezo mmoja JKT Tanzania katika michezo 9. Sasa ukipiga mahesabu ya haraka unaona kabisa JKT Tanzania ni underdog mbele ya Simba. Kwa ujumla ukiwaangalia JKT Tanzania ndio kukutana na Simba. Simba ambayo ina vitu viwili ambavyo vyote vinaenda kuibeba Simba kupata matokeo. Cha kwanza ambacho Simba itaenda kupata matokeo mbele ya JKT Tanzania, cha kwanza ni ukocha upya wa ukocha. Yaani ukocha kwa mpya, licha kwamba kuna amecheza mechi 2 za kimashindano za mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini haiwezi kuzuia kwamba tukasema kocha ni mpya, kwa sababu pia ligi ni mpya. Wachezaji kila mmoja anatamani kumuonyesha mwalimu kwamba mimi nataka niwe first 11 wa timu yako. Si umeelewa? Kwa kuwa first 11 ya timu yako na lazima uwanjani ukatoe asilimia ya kumshawishi. Kwa hiyo JKT Tanzania anataka kukutana na mazingira ambayo wachezaji wa Simba watataka wamuonyeshe mwalimu kwamba mimi nataka niwe first 11 wa timu yako. Kwa hiyo kile ambacho tutakitegemea kutoka JKT Tanzania kwa ubora ambao atauonyesha uwanjani kama mchezaji mmoja mmoja, kwamba kuitengeneza biashara yake juu ya timu kubwa, ndicho ambacho kwa upande wa Simba, wachezaji wa Simba wataenda kukionyesha uwanjani, kumuonyesha kocha kwamba sisi tunatakiwa kuwepo katika timu hii kwenye kikosi chako. Unajua mchezaji kupewa nafasi ya kuwepo kwenye kikosi cha kwanza sio kazi rahisi, kwa sababu wachezaji wanasajiliwa karibia 30. Umeelewa? 30 au 28. Wewe katika wachezaji 12 au 11 uwe kipaumbele. Ni lazima pale mwalimu anapokuwa mgeni, unapopata nafasi basi usimdisappoint. Ni kitu ambacho tutaenda kukiona upande wa Simba. Mimi navyoona huo mchezo naona kama huenda JKT Tanzania endapo wakiruhusu makosa wanaweza kupata dhahama ya magoli mengi sana kwa Simba, kwa sababu kila mchezaji atatoa 100%. Labda wawe na siku mbaya tu au ngumu kazini, lakini kama watakuwa na siku nzuri kazini, huenda JKT Tanzania wakapata dhahama endapo kama wakachukulia kama Simba ni ya kawaida kwa sasa hivi. Kwa sababu nimekuambia nabeba na vitu viwili. Kocha ni mpya, lakini wachezaji wanataka kumuonyesha kocha. Cha pili ni upande wa Yanga. Sawa, wamecheza mchezo wao mmoja, wametoka sare na Mbeya City. Ya Simba wanaona kuna advantage katika hilo. Kwa hiyo hivyo huenda hata mazungumzo ya viongozi wa Simba, Yanga, mazungumzo ya viongozi wa Simba kuzungumzia kuhusiana na wachezaji, kuhusiana na Yanga ambao walipoteza mchezo dhidi ya Mbeya City, ikawa ni kuzingatia wasija katoka sare, wasija kapoteza mchezo. Kwa wanataka wakashinde. Kwa kuna push mbili. Kocha mpya, Yanga kutoka sare na Mbeya City ni sababu ya Simba kwenda kupambana ili wasije wakarevo body. Umenielewa? Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa mgumu, na naamini watu ambao wanataka kwenda kushuhudia energy kitumika, burudani kitumika, ni mchezo ambao utafanyika pale Mbweni. Lugano, unaona manager Dimitri Pantev kesho aingie na mfumo gani uwanjani ili aweze kuondoka na hizo alama tatu? Kwa upande wa Simba obvious, najua ataingia na mfumo ambao utakuwa unaitwa hybrid. Hybrid ni mfumo wa uchezaji ambao uko mixer.
wakati unajilinda lakini unamiliki mpira kwenda kushambulia. Yani unachanganya kwenye kujilinda, sawa, na yani unajilinda lakini unamiliki mpira kwenda kushambulia. Ambacho unaongeza vitu vyote, unachukua huku kwenye ushambuliaji lakini pia na ulinzi unavichanganya, alafu unaongeza na umilikaji wa mpira. Kwa hiyo unatakiwa kwenda kumiliki mpira, then yani vitu vyote vimsaidie kupata matokeo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kama atatumia attacking tu peke yake, ukiangalia timu kama JKT Tanzania ina mtu kama Peter Kasunda. Sawa, Peter Kasunda anaweza kukuadhibu wakati wote, wakati unashambulia yale matukio ya mwisho, yeye akaja kuautushani dakika za mwisho. Kwa hiyo namna pekee ya Simba ni kuchanganya mfumo ambao utasaidia kuwa na balance kati ya kiungo, sehemu ya ulinzi, kiungo na ushambuliaji, ambayo inakuwa na umiliki mkubwa wa mpira. Ukiangalia quality ya Simba, wakiwa na uwezo wa kufanya hivyo, wataweza kuwa outshine JKT Tanzania. Lakini ukiangalia JKT Tanzania, ukiniambia wafanye nini, mimi nitaambia JKT Tanzania kitu ambacho wanatakiwa kuwashinda Simba ni kuwa na uzingativu zaidi wa mchezo. Sawa? Cha kwanza, wahakikishe kwamba hata wakiwaachia Simba mpira, wawaheshimu Simba kwamba wao ni wakubwa kuliko wao. Na watakapopata matukio ambayo yatakuwa katika eneo la hatari kwa Simba, basi waende wakatumia vizuri hizo nafasi. Ukikosa na nafasi kuzitumia kwenye timu kubwa, maana yake unajihatarisha zaidi wewe mwenyewe kupata matokeo magumu. Ukitumia nafasi kwenye timu kubwa, maana yake unawa outshine. Maana yake ni kwamba JKT Tanzania wanapokuwa wanavuka mstari wa kati, wao na uzingativu sana kwamba tunahitaji goli. Kwa hiyo watu kama Peter Kasunda na washambuliaji wengine wanatakiwa kwenda kuwa makini sana kuelekea kwenye ule mchezo. Zile nafasi ambazo wanazipata, hata zikiwa mbili, basi zitumie. Kwa Simba inawezekana wakawa wakawaandamaini kwa maana ya JKT Tanzania, wakawachukulia poa. Wakiwachukulia poa, linaweza likarudi jambo ambalo likawa ni gumu sana kwa upande wa Simba. Kwa sababu timu ambazo kila timu inataka kuonyesha kwamba mimi nataka kusajiliwa kwa wachezaji, yoyote anaweza kukufunga. Na timu kama zile kama JKT Tanzania ukikufunga, kuja kurudisha ile goli inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa upande wa Simba naona yes, wametoka kwenye mashindano ya kimataifa, wana kocha mpya, wana pushi kama nilivyokuambia, timu pinzani wao hawakupata pointi 3 mbele ya Mbeya City, inawapa ile morali ya wao ili wakishinda mechi zao waweze kuwa na uhakika wa kuwa na ubingwa hapo baadaye. Lakini mwisho siku inaona ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana. Tuzungumzie upande wa pili, Young Africans ambao wao kesho kutwa watavana na KMC pale uwanja wa KMC. Tumeona ligi imeanza, KMC ni watu ambao wamekuwa hawafanyi vizuri, na wengine kaenda mbele kusema kwamba endapo KMC watashinda mechi ya kesho, basi wataamini kuna namna wanaweza kubakia katika ligi kuu. Unaona utakuwa ni mchezo wa namna gani? Kwa upande wa KMC, bahati mbaya sana KMC hawajai kuwa wapinzani na wa Yanga. Ukifuatilia rekodi ya KMC na Yanga, itakupeleka kwenye michezo kama 13 hivi ambao wamekutana. KMC wameshinda mara moja tu. Na nakumbuka KMC wanashinda ilikuwa ni uwanja wa Uhuru ule, shamba la bibi. Walishinda wakati Yanga kipindi hicho wapo kina Molinga, kocha akiwa Mwinyi Zaera. Nakumbuka walishinda mechi hiyo tu, toka wamepanda ligi kuu. KMC hawajai kuifunga Yanga, wamekuwa ni vibonde kwa Yanga. Na utakuwa nakumbuka moja kati ya timu ambazo zilifungwa, ukiachana msimu uliopita, msimu ule mwingine ni miongoni mwa timu ambazo zilifungwa magoli mengi. Kumbuka alifungwa magoli 8 kwenye msimu, kafungwa goli 5, kafunga goli 3. Umeelewa? Msimu uliopita kuna mechi walifungwa goli 6, nyingine alifungwa ilikuwa 1-0 kama nitakuwa na kumbukumbu sahihi. Kwa hiyo na ukiangalia kikosi cha KMC, mabadiliko ya wachezaji, yani moja kati ya timu ambazo hazijasajili vizuri, moja kati ya timu ambazo zimekosa wachezaji ambao naweza kusema ni quality ya kutosha kabisa ni KMC. KMC usajili ambao nauona wameongozea wa maana sana ni kumrudisha Baraka Majogoro ambaye alikuwa Afrika Kusini. Umeelewa? Lakini ukiangalia sehemu nyingine unaona kama ni wale ambao walikuwepo msimu uliopita. Sasa hebu fikiri, unaenda kukutana na Yanga ambao ni mabingwa watetezi. Ulifanya usajili ambao ni wa kawaida.
Yes, mlimleta kocha Masio Maximo, lakini ambaye pia anaonekana hana vigezo vya kukaa kama kocha mkuu kusimama kwenye pichi. Bado kunakuwa na vitu ambavyo unaona KMC ni underdog plus unapoenda kukutana na Yanga. Nakwambia, yani sioni kiwango cha KMC kwenda kushinda mbele ya Yanga. Ila nikirudi mezani sasa, narudi kuizungumzia mechi na wachezaji. Mechi ya Yanga kama timu kubwa na wachezaji ambao kwa ndani. Kila mchezaji naamini anaweza kujitolea kwa 100% kwa sababu ya timu ndogo. Unapocheza na timu ya madaraja ya Yanga na Simba, biashara ya wachezaji inaanzia pale. Kumbuka hata Awesu wakati anaenda Simba alikuwa anaonekana kwenye mechi kubwa, na ndio maana ushawishi ukaonekana kwamba tu huyu ni mchezaji mzuri tunamhitaji. Umeelewa? Kwa hiyo hata pale KMC kuna baadhi ya wachezaji watataka kuonyesha bato na Yanga na wachezaji wa Yanga ili waonyeshe ubora wao. Lakini ukiangalia kama timu yenyewe, na nikwambie KMC imeshinda mchezo mmoja katika michezo 6 aliyocheza. Si unanielewa? Huo mchezo ambao wameshinda, michezo mingine kutoka sare na wakifungwa, wako mkiani na unaenda kukutana na timu kama Yanga. Unafikiri ni asilimia ngapi utakuwa nazo kwa upande wa KMC? Utakuwa na asilimia ndogo sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiangalia KMC unaona kama timu isipoangalia msimu huu kwa upande wa KMC ni miongoni mwa timu ambao unaziona kabisa huenda zikawa miongoni mwa timu ambazo zikashuka daraja ligi kuu msimu huu. Lakini kwa wachezaji ambao kwa ndani ukiangalia wana uzoefu, lakini kwenye uzoefu sikuona usajili ambao unatisha ndani ya KMC. Sikuona kitu ambacho unaweza kusema KMC anaweza kufanya kitu kikubwa. Sitaki kuwachukulia wachezaji vibaya, kama ni wachezaji wa kawaida. Kuna wachezaji ambao ni wazuri, lakini kwenye madaraja ya kwamba unaenda kushindana na Yanga hii ni ngumu. Ingawaje kwa upande wa Yanga wana kocha mpya, kama ambavyo nimesema kwa upande wa Simba. Yanga wana kocha mpya ambaye kila mchezaji atatamani kwenda kuonyesha. Yanga walitoka kucheza na Mtibwa Sukari, sio? Bado kuna wachezaji wanatamani wapate nafasi wamuonyeshe mwalimu energy yao, working spirit yao na vitu kama hivyo. Kwa kitu ambacho mimi nakitegemea kwa upande wa Yanga, kitakachoonekana zaidi ni wachezaji kwenda kumshawishi mwalimu kuwapa nafasi ya kuwepo kwenye first 11 yao. Na ndicho ambacho kinaenda kuadhibu vibaya KMC. Lakini kwa upande wa kocha wa Yanga, mimi ni miongoni mwa watu ambao nishaye kuzungumza kuhusiana na kocha wa Yanga. Sio kocha ambaye anaweza kuleta maajabu sana Yanga, ila Yanga wana wachezaji ambao ni quality player, ambao wakijitoa kwa 100% lazima timu itapata matokeo. Kwa sababu ukimwangalia kocha Petro ni kocha ambaye hajawahi kufundisha vilabu, lakini kwenye upande wa timu ya taifa ya Angola alifikisha mpaka hatua ya robo finali. Ukija kwenye vilabu huku ni Lena kama Malena wengine. Sio unaona, ulishakuonaga barabarani mtu anaendesha gari, anajifunza, anakuwa na kibao kimeandika L chekundu. Sawa? Yani yule ni Lena. Kwa hata kwenye upande wa ligi kocha wa Yanga ni Lena. Ila ana wachezaji wazuri ambao wanaweza kumpa matokeo endapo wakijitolea. Endapo wakimpa ile quality ya mchezaji mmoja kwa Yanga, wataweza kushinda. Kwa hiyo mimi naamini kwa upande wa Yanga swala la kuifunga KMC liko 90%. 10% imebakia kwa wachezaji wa KMC wenyewe kwenda kuconvert mapungufu yaliyoko ndani ya Yanga, nao wenyewe kwa mchezaji mmoja kutaka kulitangaza soko lao. Soko linatangazwa kwa matukio kama hayo. Yani uwezi ukaonekana mchezaji mzuri ukacheza ukacheza pengine na Dodoma Jiji, Mtibwa Sukari vizuri, afu ukacheza na Yanga ukacheza vibaya. Lakini ukicheza na Yanga vizuri, afu timu zingine hata ukicheza vibaya, soko lako linaonekana. Tumeona baadhi ya wachezaji ambao washakusajiliwa kwa staili kama hiyo. Kwa naamini game pekee kwa Yanga kitu ambacho kitakuwa kigumu ni kitu kimoja tu. Wachezaji wa KMC kutaka kuitangaza biashara yao dhidi ya timu kubwa wataenda kufanikiwa. Lakini ukiingilia kwenye quality ya Yanga na quality kubwa zaidi kuliko wao na vitu kama hivyo. Kwa naamini mchezo utakuwa mzuri, lakini wenye nguvu na ushindi ambao unabeba 1% kubwa kwenye upande wa timu moja. Shukrani sana. Asante.